Kwingineko, muungano wa kijeshi wa NATO unasema uko tayari kukabiliana na tishio lolote kutoka kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na utachukua hatua zinazofaa kulinda nchi wanachama. Katika namna ya kipekee, NATO imejibu kile kilichotajwa na Iran kwamba itashambulia baadhi ya ngome za kijeshi zilizopo Cyprus, ngome za kijeshi za Uingereza, lakini pia huko katika maeneo ya Bulgaria na maeneo mengine katika nchi za NATO. Nchi za NATO hazikufumbia macho vitisho vilivyotoka kwa Iran, vikisema kwamba watahakikisha wanakabiliana na matishio yanayotoka kwa nchi ya Iran. Kauli hiyo imetolewa na afisa wa NATO akijibu ripoti zilizotolewa na gazeti la Financial Times kwamba Iran inaweza kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani barani Ulaya iwapo Rais Donald Trump ataongeza mashambulizi dhidi ya Iran. Ikumbukwe Iran iliwahi kufanya mashambulizi katika moja kati ya nchi za NATO ambayo ni Uturuki. Mashambulizi haya licha ya kwamba lidunguliwa, lakini NATO hawakuingilia kati. Hata hivyo, ni kutokana na mgongano wa maslahi kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na mataifa hayo ya NATO ndicho kilichosababisha nchi za NATO kutojiunga na vita hivyo. Licha ya hivyo, Iran iliapa kwamba nchi yoyote katika NATO kama itaamua kuingia katika uwanja wa vita, basi itashambuliwa vibaya na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran bila huruma, kama ambavyo Israel na nchi nyingine katika Mashariki ya Kati zilivyoshambuliwa. Afisa huyo amesema uwezo wa NATO wa kuzuia na kujilinda ni imara na wenye ufanisi, akitaja tukio la mapema mwaka huu ambapo mifumo ya ulinzi wa anga ya NATO ilinasa makombora ya Iran yaliyolenga Uturuki mara 4 tofauti. Shirika la habari la Financial Times limenukuu vyanzo vilivyo karibu na serikali ya Iran vikisema Tehran inazingatia uwezekano wa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani barani Ulaya iwapo Trump ataongeza mashambulizi, huku Iran ikitafuta njia za kuzidisha mzozo. Gazeti hilo pia limesema majeshi ya Iran yamekuwa yakitathmini mali na vituo vya Marekani katika baadhi ya nchi za kusini mashariki mwa Ulaya ikiwemo Bulgaria, ambayo mwezi uliopita iliruhusu ndege za Marekani kutumia kituo chake cha kijeshi kwa ajili ya kujaza mafuta. Kauli ya Iran inakuja wakati huu ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitoa vitisho zaidi na zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba huenda akaanzisha mashambulizi makubwa zaidi, lakini moja kati ya maeneo ambayo huenda akayatumia ni vituo vya kijeshi vilivyopo katika nchi za Ulaya. Hata hivyo, ikumbukwe maeneo mengi katika vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyo Mashariki ya Kati vimeshambuliwa vibaya na Iran katika kipindi cha vita vya siku 40, lakini pia na vita vingine vya wiki 2 ambapo Iran na Marekani zilishambuliana katika namna moja ama nyingine, na hivyo Iran kuhakikisha inashambulia vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, lakini pia Umoja wa Falme za Kiarabu na mataifa mengine mengi yaliyopo huko Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na Bahrain. Na wakati huu vituo vingi vilivyo katika Mashariki ya Kati vinadaiwa kwamba havifanyi kazi tena kutokana na uchakavu wa mashambulizi hayo, lakini pia upungufu wa mifumo ya ulinzi wa anga nayo pia inatajwa kuwa ni sababu pekee ambayo ilimsababishia Rais wa Marekani Donald Trump kuondoka katika uwanja wa vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini yeye mwenyewe binafsi anadai kwamba sababu haikuwa hiyo, ni kutokana tu na sababu zingine tofauti na kile ambacho kiliandikwa katika vyombo mbalimbali vya habari na namna baadhi ya wachambuzi wa mambo walivyozungumzia Rais wa Marekani Donald Trump alivyokimbia vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.